Leo nataka tuangalie umuhimu wa kuzidi kukaa katika neema ya wokovu. Umuhimu wa kuzidi kukaa katika neema ya wokovu. Na hatari ya kukaa nje ya neema ya wokovu, hususan pale ambapo tayari tumeshasikia Injili. Hususan pale ambapo tayari tumeshasikia neno la kweli na maisha yetu yameguswa na kufanyika kuwa upya. Amen. Kitabu cha Mathayo sura ya 13 kuanzia ule mstari wa 24 hadi ule mstari wa 30. Kumbuka mifano Bwana Yesu alikuwa anaitoa ni mifano ambayo ilikuwa ni hai, mifano inayoishi. Mathayo 13:24 hadi mstari wa 30, neno la Mungu linasema, akatolea mfano mwingine, maana yake ulikuwa ni mfano mwingine, kuna mifano alitanguliza, akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Konde ni lugha nyingine ya shamba. Kwa hiyo ukisoma kwenye Biblia kukutana neno konde, fahamu kwamba ni shamba. Anasema, lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano. Yaani watu wamelala usiku, alafu adui akaja akapanda magugu katikati ya ngano. Akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda kumwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu? Akamwambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukakusanye? Mstari 29 akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuzingua ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, myafunge matita mkachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Hapa Bwana Yesu alijaribu kueleza mfano wa ufalme wa mbinguni unafananishwa na nini. Anasema unafananishwa na mtu ambaye alikuwa kwenda kupanda mbegu njema katika shamba lake. Na alipokuwa anapanda zile mbegu, akaja usiku adui akapanda mbegu mbaya au magugu katikati ya zile ngano. Sasa kama adui akipanda, mwenye shamba kapanda, adui naye akaja akapanda, kiuhalisia ni ngumu kujua kwa sababu zote ni mbegu, hazionekani, ni ndogo sana. Kwa hiyo huwezi ukajua. Sasa wakati mvua iliponyesha ikaanza kuzikuza zile mbegu zikaanza kukua. Zilipokuwa zile mbegu, mwenye shamba akaona kuna magugu yameota katikati ya ngano. Alafu wale watumwa wake wakamfuata, akamuuliza, Bwana, je, ukwenda kupanda mbegu nzuri katikati ya ile shamba? Mbona sasa hivi tunaona magugu? Yule bwana akasema, ni kweli nilipanda mbegu njema, lakini adui alikuja usiku na kupanda mbegu mbaya. Wale watumwa kwa kuwa ni wakarimu wakasema, je, unataka twende tukang'oe ile magugu ili ngano ibaki kwa pamoja? Yule bwana akasema, hapana, msing'oe, msije mkang'oa ngano pamoja na magugu. Kwa sasa solution ni nini? Yule bwana akasema, viacheni vyote vikue pamoja mpaka wakati wa mavuno. Na utakapofika wakati wa mavuno nitatuma wavunao waende wakakusanya kwanza magugu na kuyafunga matita. Alafu ngano waweke ghalani, alafu ile magugu atupe motoni. Sasa Bwana Yesu alikuwa anajaribu kuonyesha kwamba lile shamba, ukiendelea kusoma utaona Bwana anafafanua ule mfano. Labda tusome mstari wa 36, turuka hadi mstari wa 36, tunaona Bwana Yesu anafafanua. Anasema, kisha Yesu akaaga makutano, akaingia nyumbani, wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanue mfano wa magugu ya kondeni. Sio ngano. Kumbuka asemi tufafanue mfano wa ngano kondeni, magugu, kwa sababu yale ndio yanaonekana yaliingia katika shamba mahali ambapo hapazihusu. Akajibu akasema, zipande zile mbegu njema ni mwana wa Adamu. Sasa Kristo anaanza kujiweka katika ile nafasi, anaanza kuweka wahusika wa zile nafasi. Anasema, akajibu, azipande zile mbegu njema ni mwana wa Adamu. Lile konde ni ulimwengu, shamba lile ni ulimwengu. Zile mbegu njema ni wana wa ufalme, maana yake watu wanaompokea Yesu, wanaomwamini, wanaoishi maisha kumpendeza Mungu. Na yale magugu ni wana wa yule mwovu. Yule adui aliyepanda ni Ibilisi, Shetani, ndiye alipanda zile mbegu. Mavuno ni mwisho wa dunia na wale wavunao ni malaika. Basi kama vile magugu ya kusanyavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika siku ya mwisho wa dunia. Mwana wa Adamu atatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote na hao watendao maasi, na kuwatupa katika tanuru ya moto, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Ndipo wenye haki watakapong'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Mwenye masikio na asikie. Ukisoma mahali kwenye Biblia Bwana Yesu anamaliza na kusema mwenye masikio na asikie, maana yake hicho ulichokisikia kisikie zaidi ya unavyokisikia. Yaani maana yake ni neno la mafumbo, ni jumbe wa mafumbo. Kwa hiyo lazima uelewe zaidi ya vile unavyoelewa. Sasa Bwana anafafanua hapa, anasema lile shamba ni ulimwengu. Alafu yule adui alipanda magugu ni Ibilisi. Yale magugu ni wana ulimwengu, wana dunia hii, wana ule mwovu. Na zile ngano ni wana wa ufalme, maana yake watu walimkabidhi Yesu maisha yao na kuishi katika maisha masafi. Sasa anasema kama vile magugu yanavyokusanywa kutoka motoni, ndivyo itakapokuwa katika siku ya mwisho. Wote wanaotenda maasi watakusanywa na kutupwa katika ziwa la
moto. Sasa kuna kitu cha kuangalia hapa na cha kuzingatia katika hii habari. Kuna kitu kikubwa sana cha kuzingatia na kuangalia katika hii habari. Ni kwa nini tunasoma katika Biblia? Kwa nini tunasoma katika Biblia ya kwamba kuna magugu na kuna ngano? Je, haya magugu tunayaona na ngano tunaziona, si ndio? Ngano tumeshaona ni wana wa ufalme. Magugu tumeshaona ni wana wa Ibilisi. Sasa anasema huyu mtu alipokuja akasema, "Je, unataka tuzing'oe, tuyang'oe magugu na tuache ngano?" Akasema, "Hapana, msije mkang'oa magugu mkajikuta mnang'oa na ngano." Sasa kikawaida waga, kama kwa wale ambao ni wakulima wanajua kabisa kuna wakati wa kupalilia. Sio kila wakati ni wa kupalilia, kwa sababu ukipalilia mbegu zikiwa zinaanza kuota, ukisema unatoa magugu utajikuta unatoa paka zile mbegu halisi. Hata maharage, chochote ile kinapoanza kumeuzi, sio wakati wa kupalilia. Wakati wa kupalilia ni kipindi ambacho zile mbegu zimeshakuwa kubwa, zimeanza kuonekana. Lakini sasa cha ajabu ni kwamba hizo ngano, angalau Biblia inatuambia zote, mwenye shamba akasema viacheni vyote vikue pamoja mpaka wakati wa mavuno. Maana yake vinapokuwa pamoja, utakapofika wakati wa mavuno, ndipo vitakapoenda kuvunwa na kutengwa huku na kule. Sasa ujumbe wale unasema viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno. Katika siku hizi za mwisho kuna nguvu ambayo imeachiliwa. Unaweza kuuliza kwa nini, mbona tunaona watu ambao hawampi Mungu, hajampa Yesu maisha yao wanafanikiwa? Mbona tunaona kuna watu ambao hawampi Yesu maisha yao wanastawi? Mbona tunaona kuna watu ambao hawafanyi hivi lakini wanaendelea mbele? Ni nini kinatokea pale? Biblia imeshaweka wazi, ni kwamba viacheni vyote vikue pamoja mpaka siku ya mavuno. Kwa hiyo kila kitu ambacho tunakiona sasa hivi, watu tunaona duniani, wao ni waovu, wao ni wema, Mungu hawatoi kabisa wakati huo, kwa sababu ni wakati wa kuviacha vyote vikue pamoja. Angeweza kuondoa waovu wote na kubakisha wema, lakini kuna wengine ambao wakiwa wadogo wanaweza kuonekana kama ni waovu, lakini kumbe ni wema. Utafika wakati wa kugeuka. Ndio maana pale anaposema ziache kwanza zote zikuwe pamoja, kwa sababu ukiwa vidogo vyote vinafanana, ni ngumu. Unapopalilia pale unaweza kujikuta unang'oa ngano ukizani ni magugu. Kwa hiyo hali kadhalika pia katika nyakati za mwanzo, kuwatoa watu na kujua huyu ni wa Mungu, huyu si wa Mungu ni ngumu, mpaka utakapofika wakati wa mavuno ambao ni mwisho wa dunia. Ndio maana Mungu hawezi kutoa, kwa sababu kuna wengine unaweza kumwona anaanza mpendi Mungu, ni mtu wa kidunia, ni mtu ambaye mfahamu Mungu, lakini baadaye anakuja kubadilika, anaokoka, anakuwa mtumishi wa Mungu. Umeona? Akiwa mdogo anaonekana ni gugu, lakini anapozidi kuwa mkubwa anaonekana ni ngano. Kwa hiyo baadaye wanapokuwa wakubwa ndipo wote anaonekana na kutambulikana kwa namna hiyo. Na hiyo ndio sababu kwa nini Biblia inatuambia sasa katika kitabu kile cha Zaburi sura 92 na ule mstari wa 7, labda nisome pale. Zaburi sura 92 na ule mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, wasio haki wakichipuka kama majani na wote watendao maovu wakistawi, ni kwa kusudi waangamizwe milele. Hapa anasema wasio haki wakichipuka kama majani na wote watendao maovu wakistawi, ni kwa makusudi waangamizwe milele. Umeona? Kwa kumbe watu ambao wasio haki, wote ambao hawampendi Yesu, hajampa Yesu maisha yao, wanapostawi kama majani ni kwa kusudi waangamizwe milele. Rejea sasa mfano ambao Bwana Yesu alisema magugu na ngano viache vikue vyote kwa pamoja. Lengo la kuwa pamoja ni kusudi yale magugu sio yavunwe na kuwekwa ghalani, bali yavunwe na yakusanywe matete na yapelekwe katika moto. Amen. Kwa siku za mwisho ni muhimu sana kulijua ile watu wa Mungu, ya kwamba kuna nguvu ambayo imeachiliwa, ambayo hiyo usipokuwa makini unaweza kujiona unastawi katika dhambi, au mtu anastawi katika dhambi na kusema yule kakubaliwa na Mungu. Hapana. Hata magugu alipoachwa yakue pamoja na ngano, haimaanishi kwamba Mungu alikuwa anapendezwa nayo yakiwa katikati ya ngano. Kwa hiyo ni sisi wajibu wetu na sisi pia kujikuwa ngano, tusiwe magugu. Unaweza kuwepo ndani ya kanisa lakini kumbe ni gugu, unakuwa pamoja na ngano. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwepo katika ulimwengu wa Kristo, kumbe ni gugu, unakuwa pamoja na ngano. Kwa hiyo ni wakati wa wewe kujipima na kujitathmini na kumwomba Mungu akugeuze ile asili yako, isije kaa umeangukia katika eneo la kuwa gugu, badala yake uwe ngano, ili kusudi uwe mtu wa kwenda kuwekwa ghalani na wala sio kwenda katika ziwa la moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maisha ya dhambi ndio yanayotusababisha sisi kuwepo katika eneo au katika upande wa magugu na sio upande wa ngano. Amen. Kwa hiyo ni lazima tuenende katika kujua hilo kusudi la Mungu ili tuweze kusimama katika mpango wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Thesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 10 na kuendelea, labda nisome pale, tuangalie nguvu ambayo imeachiliwa katika hizo siku za mwisho. Thesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 10 hadi wa 12. Anasema, na kwa madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kupenda ile kweli upate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Umeona? Kwa kumbe
kuna nguvu ya upotevu ambayo inaachiliwa. Mungu anaileta, na hiyo mvua ambayo inanyeshea magugu na ngano vote vinakuwa pamoja. Ni nguvu ya upotevu ili uendelee kuamini ule uongo. Na mwisho wa siku kuna muhimu sana kuwa makini watu wa Mungu katika ile eneo la kumtazama na kumwangalia Mungu. Ukisoma tena Warumi sura ya kwanza mstari wa 28, labda tumalizie pale alafu tutaenda katika sehemu ya pili. Warumi sura ya kwanza mstari wa 28. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wafanye yasiyo wapasa. Wamejaa udhalimu na wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya, wamejawa na usuda na uaji na fitina na hadaa, watu wenye nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiotii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba watendayo hayo wamestahili mauti, wanatenda hayo wala sivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendao. Hawa ni mfano wa watu ambao sasa wanaangukia katika ile kundi la magugu, ambao Mungu anasema kwa kuwa walikataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wamejaa na tamaa, wasiotii wazazi wao na kadhalika, imetajwa mahali pale. Kwa hiyo kuna muhimu sana kuwa makini sana katika hizo siku za mwisho, ili kusudi tukajikuta tunaangukia katika hukumu ya Mungu. Amen.